your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster. Yes, bwana, mambo vipi? Na tumana tutakuwa buheri wa afya njema. Hata mimi pia niko vizuri kweli. Yes, moja kati ya mjadala mkubwa ambao uko kwa sasa hasa kwenye mitandao ya kijamii na maeneo mengine ya video vya michezo, hususan katika mchezo wa ndondi, wanajiuliza jinsi gani ambavyo Hassan Mwakinyo ameweza kuwa bondia namba 1 Afrika kwenye uzito wa kati, lakini pia namba 1 katika ardhi ya Tanzania katika namna ipi? Ndio hicho ambacho kinaendelea kuunguruma. Lakini pia baada hiyo elimu kuweza kujitokeza, kuna baadhi pia ya watu wanataka kujua katika rekodi ya Hassan Mwakinyo, ambapo tunasema ana jumla mapambano 28 akiwa ameshinda mapambano 25 na kupoteza mapambano matatu. Ni mabondia gani na walikuwa na uwezo gani wa kuweza kumchapa Hassan Mwakinyo na katika viwango gani? Sasa hapa tuko kwa ajili ya kukupa mabondia pekee waliofanikiwa kumchapa Hassan Mwakinyo katika rekodi yake, kwa sababu Hassan Mwakinyo amepoteza mapambano matatu mpaka hivi sasa. Kwanza tuanze na ufafanuzi kuhusiana na nambari 1 Afrika ya Hassan Mwakinyo. Yes, ni kweli Hassan Mwakinyo ni kinara kwenye mabondia wenye ubora zaidi barani Afrika kwenye uzito wa kati, ambapo yeye anashika nafasi ya kwanza kutoka nchini Tanzania, nafasi ya pili Patrick Mukala kutoka DR Congo, nafasi ya tatu yuko Richard Mtangi yeye naye kutoka nchini Tanzania, nafasi ya 4 yuko Rayton Okwiri, na nafasi ya 5 yuko Henry Marum kutoka nchini Ghana, huyo Okwiri kutoka nchini Kenya nafasi ya 4. Lakini pia Hassan Mwakinyo amekuwa bondia namba 1 katika taifa la Tanzania kwenye uzito wa kati pia, ambapo yuko pale akiwa na hadhi ya nyota 3.5 kama kawaida. Lakini nafasi ya pili yuko Richard Mtangi kwenye uzito wa kati akiwa na hadhi ya nyota 3, na nafasi ya 3 yuko Amir Rashidi Matumla, nafasi ya 4 yuko Ramadhan Mkwakwate, na nafasi ya 5 yuko Lupakisio Shot naye akiwa na hadhi ya nyota 2.5 katika uzito wa kati. Yes, kwa Hassan Mwakinyo anaongoza Afrika kwenye uzito wa kati, lakini pia anaongoza katika taifa la Tanzania kwenye uzito wa kati. Nadhani sasa jibu hili tumeweza kuliweka vizuri na mambo yako hivyo. Kwa hiyo Hassan Mwakinyo ni kinara katika uzito wa kati Afrika na ndani ya taifa la Tanzania. Mabondia pekee ambao wamemchapa Hassan Mwakinyo katika career yake ya boxing, hasa katika ngumi za kulipwa, tangu aanze mchezo wa ngumi za kulipwa mwaka 2015 mpaka mwaka 2025, kwa mujibu wa rekodi, Hassan Mwakinyo amecheza jumla ya mapambano 28, ameshinda mapambano 25, amepoteza matatu, akiwa hana sare hata moja, akiwa bondia ambaye yuko katika uzito wa kati akiwa na hadhi ya nyota 3.5 kidunia. Anashika nafasi ya 37 kati ya mabondia 1952. Katika ardhi ya Tanzania anashika nafasi ya kwanza kati ya mabondia 33. Sasa mabondia ambao tayari washamchapa Hassan Mwakinyo ni mabondia watatu pekee. Bondia wa kwanza ni bondia kutoka nchini Tanzania, Shabani Kaoneka aliweza kupata matokeo ya ushindi wa knockout kwenye raundi ya 6, pambano ambalo lilipangwa kupigwa raundi 10, na hili ndio pambano la kwanza Hassan Mwakinyo kupoteza. Ilikuwa mwaka 2016, yani mwaka wa pili tangu aanze mchezo wa masumbwi hasa katika career ya boxing kwenye ngumi za kulipwa. Pambano lilipigwa tarehe 14 ya mwezi wa 5 mwaka 2016. Shabani Kaoneka alimchapa Hassan Mwakinyo National Indoor Stadium Dar es Salaam. Kwenye pambano hili ulikuwa anagombania ubingwa wa PST na Hassan Mwakinyo akawa amepoteza pambano hili kwa KO. Lakini bondia wa pili ambaye amemchapa Hassan Mwakinyo ilikuwa mwaka 2017 mwezi wa 12 tarehe 2. Hapa Hassan Mwakinyo alipata bahati ya kucheza na bondia Lendrash Akopian, bondia huyo kutoka nchini Armenian. Pambano hili lilipigwa nchini Urusi pale Moscow, na kwenye pambano hili Hassan Mwakinyo alipoteza kwa ushindi wa point, ambapo walikuwa wanawania ubingwa wa WBC in Young World Superweight nchini Urusi. Pambano la pili Hassan Mwakinyo akapoteza, na pambano la tatu ambalo alipoteza Hassan Mwakinyo ni lile ambalo tulishuhudia mwezi wa 9 2022 pale nchini Uingereza dhidi ya Liam Smith. Pambano hili Hassan Mwakinyo alipigwa technical knockout kwenye raundi ya 4, pambano ambalo lilipangwa kupigwa raundi 12. Yes, hawa ndio mabondia ambao waliweza kumchapa Hassan Mwakinyo tangu aanze career yake ya boxing. Sasa tuangalie vigezo vyao. Wao kwa sasa wako katika nafasi ya ngapi kidunia na wana hadhi ya nyota ngapi, lakini
lakini pia tuweze kujua Hassan Mwakinyo kwa sasa endapo anaweza akapata nafasi ya kufanya marudio. Je, anaweza akawachapa au anaweza kupoteza? Tuanze na Shabani Kaoneka ambaye alimchapa Hassan Mwakinyo. Kwa sasa rekodi yake ikoje? Shabani Kaoneka ni bondia ambaye yupo kwenye light heavy, yani uzito wa light heavy. Kwa sasa ana hadhi ya nusu nyota akiwa anashika nafasi ya 938 kidunia kati ya mabondia 1947. Katika ardhi ya Tanzania kwenye light heavy, Shabani Kaoneka yuko nafasi ya 19 kati ya mabondia 51 akiwa na jumla ya mapambano 39 mpaka hivi sasa. Ameshinda 12, amepoteza 20 na amesare mapambano 7. Kwenye haya 12 ambayo ameshinda, mmoja alishinda baada ya kumchapa Hassan Mwakinyo knockout. Yes, huyu ni Shabani Kaoneka. Lakini bondia wa pili ambaye alimchapa Hassan Mwakinyo ni Lendrash Akopiano, pambano ambalo lilipigwa nchini Urusi. Yes, Lendrash ni bondia mwenye jumla ya mapambano 11 akiwa ameshinda 10, hajapoteza hata moja, akiwa na sare moja. Haionyeshi kwa sasa yuko nafasi ya ngapi kidunia kwa sababu hajaonekana ulingoni kwa muda mrefu tangu aweze kupata sare pambano lake pale nchini Urusi mwaka 2023. Hajaonekana tena ulingoni mpaka hii leo. Kwa hiyo ni bondia ambaye ana rekodi ya jumla mapambano 11, ameshinda 10 akiwa amesare pambano moja. Huyu ni Lendrash. Lakini pia bondia watatu ambaye amemchapa Hassan Mwakinyo ni Liam Smith. Huyu ni bondia vizuri sana. Ribo kwenye mchezo leo unaona kama kuna mabadiliko mengi ukiliangalia na mapambano ambayo umekuwa ukiyafuatilia. Double jab ambazo zimemtikisa. Mchezo mingi Ribo amekuwa akiwaweka mbali zaidi washindani wake. Lakini kuna muda hapo unamuona Ribo ni kama anataka kushindana na Hassan Mwakinyo ambaye sifa yake kubwa. Naona kitu cha tofauti leo. Hassan Mwakinyo kaanza na Sasco mpaka raundi hii ya pili. Kama alivyosema Aidan. Nzuri sana. Na Ribo Kasim Amri. Huyu ni Hassan Mwakinyo na anahesabiwa. Ribo anahesabiwa. Ribo anahesabiwa na pambano limekwisha. Hassan Mwakinyo round ya mapema tu. Round ya pili, sekunde za mwanzo na dakika za mwanzoni kabisa, anatimiza kazi ambayo ilimleta. Si pengine unaweza kusema si kitu kigeni kwa Mwakinyo kushinda kwa TKO. Kwa hapa aliingia kwenye mfumo na kukutana kwanza na left hand ya Hassan Mwakinyo, lakini vile vile ikawa bado anaendelea kujilinda, lakini ile power hand ambayo alikutana nayo hiyo hapo, left hand ambayo ilikuwa ni moja kati ya eneo left hook kwenye jawline ikamkuta Ribo na kumpeleka kwenye canvas na kupelekea fight hiyo. Ilikuwa ni left hook ambayo ilimkamata Ribo akiwa haioni inapotoka kwenye jawline ama kwenye kidevu na kumfanya Ribo kupiga magoti kabla baadaye kuhesabiwa na kutoka kulikava na fight kufika tamati. So ilikuwa ni knockout ambayo imetokana na left hook ambayo Hassan Mwakinyo alipiga kwenye upande ambao Ribo hakuiona wakati anakuja na kupeleka hii fight kufika tamati. Huyo ni bingwa wa zamani wa WBA Pan Africa, UBL Intercontinental, WBF Intercontinental, lakini vile vile ABU Africa, WBO Africa, Hassan Mwakinyo ambaye amepanda majukwaa ya ndani na nje ya nchi. Raundi ya pili imetosha na inaruhusiwa kwenye mchezo wa boxing. Usisubiri mpaka inaweza ikawa ni sekunde ya kwanza tu. Walifanya hivyo kina Mike Tyson. Kabla hujafumba na kufumbua unakuta pambano limekwisha. Ikitokea opportunity ya kufanya finishing, na hii ilikuwa ni knockout ya punch moja ambayo bahati mbaya ilimkuta Ribo hakiwa hajajiandaa na kuiona ile punch ikiwa inakuja. The winner by knockout in second round, 1 minute, from red corner, Hassan. Your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster.